Tutaenda fungua Biblia takatifu kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Nasoma Wakorintho wa pili sura ya 5. Wakorintho wa pili nasoma kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Wakorintho wa pili. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Ikiwa tukiisha kuvikwa, hatutaonekana tu uchi, kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua, tukilemewa, si kwamba twataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno lilo hilo ni Mungu, aliyetupa arabuni ya Roho. Amen. Tunakwenda kusoma tena Yohana sura ya 14. Yohana mtakatifu mstari wa kwanza inasema hivi. Yohana mtakatifu sura ya 14 mstari wa kwanza. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo, ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena nikawakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Amen. Tunakwenda kuomba. Baba mtakatifu, Mungu wetu Yesu Kristo, asante kwa usomi wa neno. Asante kwa kutupa nafasi hii ya kipekee tena jioni ya leo kwa ajili ya kuweza kumega mkate. Sema mtu hataishi tu kwa chakula cha kawaida, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa chako. Basi tumetoka kulisoma kwa sababu ya shule, lakini uzima wa kuuisha ya maandiko unatoka kwako wewe Roho Mtakatifu. Ndio maana ulisema maandiko haya bila Roho Mtakatifu ni kifo. Basi Mungu wetu, tusaidie jioni ya leo, ukaweze kuleta uvuvio kwa ajili ya kuuisha ya maneno ndani ya nafsi zetu na masikio yetu ambayo tutakayokwenda kusikia neno hili. Baba yetu na Mungu wetu Yesu Kristo, peke yetu hatuweze kujibadilisha, bali tunakutegemea wewe, na ni wewe pekee uwezaye kubadilisha mwanadamu na kuwa jinsi vile wewe unavyotaka Bwana. Asante. Jioni ya leo tunaikabidhi kwako, kiomba uitawale mwanzo kama vile mwisho, na kwa ajili ya utukufu wako Baba, ukiweka yote chini ya damu. Katika jina Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Jioni ya leo tena nawasalimieni. Kaa vizuri. Kaa ukiti vizuri. Nawasalimieni na kukaribisheni katika jina Yesu Kristo. Nashukuru Mungu kutupa hii nafasi kwa ajili ya kuweza kulisikiliza neno lake, neno la uzima. Tunaendelea na somo yetu hii ya asili ya mwanadamu. Tumeshakuwa kwenye aina ya miili. Nadai tuambia kuna aina 3 za miili. Ndio tayari tumeiona. Kuna aina 3 za miili. Mfuate huko. Sawa? Kuna aina 3 za miili.
au za mwili, sawa tu, kuna shida. Aina 3 za miili. Nabii tuambia aina ya kwanza ni mwili wa kawaida, mwili wa udongo. Pili, mwili wa theofania au mwili wa kiungu, uungu sawa. Pia kuna mwili wa utukufu, corps glorifié. Hizi ndo aina za miili, sawa? Unasikia? Unasikia? Wewe naitika. Unasikia? Naitika? Sawa? Sawa? Ndo nabii wetu alivyokwenda kutufundisha hivyo, kwamba kuna aina 3 za miili. Mwili wa udongo ambao tuko nao wa kawaida, kuna mwili wa theofania, pia kuna mwili wa utukufu. Okay. Nafungua nabii bila kukawia, tusome nabii, tusikie nabii anavyokwenda kutufundisha. Nabii anasema hivi: sasa tuko kwenye kipengele cha mwili wa mwanadamu. Samahani, niko natafuta bomu hapa, ndio kwenye niliziweka ili tupate msingi mzuri. Tupate msingi mzuri hapa kwa ile swali ambayo tuliishia ya mageuzi ya mwanadamu. Okay. English discuss. Sawa, nimepata hapa. Kwa pamoja. Fast. Angalia huko. Grade. Usilala. Don't sleep. No sleep. Tunaenda nabii hapa anasema tunaenda kwenye maswali na majibu. Maswali na majibu. Ngoja tutakuja kuiongelea siku nyingine.
tuingia hapa kwenye nani, le consolateur au isikieni sauti yake. Tuanze hapo, isikieni sauti yake, isikieni, tupate kamsingi kidogo hapo, isitulionage ile siku 58 hapo. Écoutez ça va ya tarehe 1 mwezi wa 10, tarehe 1 mwezi wa 10 58, tarehe 5 mwezi wa 10, isikie sauti yake. Nabii anasema, alihubiri Jeffersonville, aya 19. Nabii anasema hivi, sawa? Pastor, nalala. Nabii anasema msikie nabii, sawa? Nabii anasema hivi, basi nilikuwa nikiwazia jana usiku tu, nikiisha kwenda nyumbani na kujilaza kitandani kwa dakika chache. Nilikuwa nikifikiria juu ya nafsi inapotoka ndani ya mtu. Kuna nini? Ni utu wake wa ndani ambao umetoka. Sasa kama gisi tumeenda kuona miezi yote hii, wakati tulipoanza somo yetu ya asili ya mwanadamu, nabii anatuambia kwamba kuna wakati alipoenda nyumbani akaanza tafakari, kujiuliza nafsi ni kitu gani? Nafsi ambayo inakuaga ndani ya mwanadamu ni kitu gani? Nafikiri tulishaisoma, tunairudilia tena, tuna haraka kidogo kidogo. Sasa nabii anasema kwamba nafsi ni utu wa ndani. Nafsi ni utu wa ndani. Ina maana mwanadamu ni nafsi. Unapoona mtu anatembea, jinsi mlivyo pale, nasikia vizuri eh? Jinsi mlivyo pale, kila mtu iko na mwili na roho na nafsi. Angalia huko pastor, nasikia kila mtu iko pale, iko na nafsi. Na mimi jinsi niko hapa, niko na mwili, roho na nafsi. Sasa nabii wetu hapa, huyu ndo nabii eh? Nasikia pastor, unajua nabii iko wapi? Nabii iko wapi? Au mjui? Uko na pepo. Basi nilikuwa nikiwazia jana usiku tu, nikiisha kwenda nyumbani na kujilaza kitandani kwa dakika chache, nilikuwa nikifikiria juu ya nafsi inapotoka ndani ya mtu. Kuna nini? Ni utu wake wa ndani ambao umetoka, hajafa. Sasa nabii anasema kwamba mtu tuseme mwili huko hapa, huyo ndo mtu tunamchora hapa, sawa dogo? Mtu huyu, naona mtu tunachora mtu, sawa? Mtu huyu, sawa? Na mikono hii, unafuata vizuri? Nabii anasema hivi, wakati alipokuwa anajiuliza, akaanza jiuliza mtu ni nani? Nafsi ya mtu ni nini? Akaelewa kwamba kumbe nafsi ni utu wa ndani. Ina maana huyu mtu alivyo hapa ana kitu ndani yake ambacho kinaitwa nafsi, kinaikaaga humu. Nabii anasema kwamba wanasayansi walifanya utafiti, wakaenda kuona kwenye moyo wa mtu. Kwenye moyo wa mtu, tunachora moyo hivi, moyo wa mtu, walienda kuona kwamba ndani kuna sehemu ndogo ambapo kuna kama vile kashimo hivi, kama kakitu fulani kako ndani ya ule moyo. Sasa nabii anasema ndo nafsi. Nafsi inakaaga ndani ya moyo wa mwanadamu. Tunasikia vizuri? Na yule ndiye mtu. Kwa hiyo mnaponiona hapa, tunasikia vizuri? Mimi jinsi nilivyo hapa, mnaona mwili lakini hamjawahi kuniona mimi. Tunasikia vizuri eh? Sasa
nabii akawa anajiuliza nafsi ya mtu ni kitu gani? Akasema kwamba ni utu wa ndani. Sawa? Sawa dogo? Ni utu wake wa ndani ambao umetoka. Hajafa. Sasa alikuwa anajiuliza mtu anapokufa ile nafsi inaendaka wapi? Mtu akifa kabisa nafsi inaendaga wapi? Sasa mashahidi wa Jehova wanasemaga kwamba mtu akishakufa anaenda anaisha na lote. Lakini yule mtu hakuaje anakufa. Yaani kila wakati unapoona wanaenda zika mtu anakufa, wameenda pale wamezika fulani, wamezika mtoto, wamezika rais, akufagi. Unasikia dogo? Unasikia? Mtu akufagi. Anakuaga yuko hai kwa sababu gani? Mtu ni yule ambaye iko ndani, nafsi, kwa sababu mtu ili akamilike iko na sehemu tatu ambazo zinakamilisha mwili wake. Yaani tunavyoona hii picha ya nabii hapa. Ili aitwe mtu ana mambo matatu ambayo yanamkamilisha ili kwamba yeye aitwe mtu. Sasa haya mambo matatu hayamfanyi yeye kuwa mara tatu. Kama wengine wanavyosema kwamba eti kuko Mungu mmoja ana nafsi tatu. Bongo, ni mapepo, mafundisho ya uongo ya mashetani, mafundisho ya kuzimu. Mtu ni mmoja lakini ana sehemu tatu. Iko na mwili, iko na roho, iko na nafsi, lakini mtu mmoja. Kama nilivyo hapa mimi, niko na sehemu tatu ambazo zinakompose, ambazo zinatengeneza au mwili wangu. Ili niitwe mtu mwanadamu, lazima niwe na sehemu tatu ambazo zinatimiza mtu mkamilifu. Niwe na mwili, niwe na roho, niwe na nafsi. Nasikia? Ndio vitu vitatu ambavyo vinakamilisha mwanadamu. Kwa hiyo sasa, mwanadamu anapokufa, mimi nikifa, mnaenda nizika. Mie sijafa, mnaenda tu zika au mwili, lakini mimi niko ndani. Kinachonisababisha mimi niseme hapa hivi, ndo nafsi. Hiki ambacho kinasababisha mimi niseme, hiki ambacho kinawafanya nyie muangalie huku mnione huku. Sawa? Ni nafsi ambayo inaongoza roho na mwili. Sasa nabii akawa anajiuliza, mtu anapokufa anaendaka wapi? Hapa nilikuwa nikifikiria juu ya nafsi inapotoka ndani ya mtu. Kuna nini? Ni utu wake wa ndani ambao umetoka. Hajafa, angali hai. Mnaona? Anaishi milele. Nao wapendwa wetu ambao wamepita ng'ambo ya pazia hili wako katika mwili ambao hatujui ni nini. Haujafunuliwa. Unasikia vizuri? Sasa ndugu dada anapokufa katika Kristo, na nabii akapanda zaidi akasema mtu aliye ndani ya Kristo hakufagi, kwa sababu kufa ni utengano mkamilifu na nani? Na Mungu. Kwa hiyo aliye ndani ya Kristo anakuaga analala, hakuaga anakufa. Lakini katika mwili tunaenda kulala, tunaenda kufa. Yaani na ndio maana Yesu wakati alipokuwa anaenda kwa Yairo alitumia lugha ili wao wapate kuelewa. Maana alikuwa anawaambia kwamba huyu binti hajafa, kwa sababu Yesu alikuwa anajua kwamba kufa ni kitu gani. Akawaambia kwamba alikuwa amelala. Amelala kabisa, huyu mwenye anakufa hivi mbona apumui? Eti amelala. Yesu sasa akasema ngoja basi niingie mlugha yenu ili muelewe. Akaingia mwile lugha, basi tuseme kwanza tu amekufa. Lakini Yesu hakukuwa anamaanisha kwamba yule binti alikufa. Alikuwa amelala, kwa sababu aliye ndani ya Kristo hakuaje anakufa, kwa sababu kifo, maana ya kifo ni utengano mkamilifu na Mungu. Ndo maana ya kifo. Kwa hiyo mtu akifa katika dhambi, yeye ametengana na Mungu milele. Hataokolewa hata siku moja. Yaani anabakia tu ni hukumu. Unasikia? Unasikia? Yaani mtu akifa katika dhambi, mkifa katika dhambi, wewe na Mungu umetengwa. Unaenda kuzimu kiwango cha 5. Lakini ukiwa umelala katika Kristo, kwa maneno mengine tuseme ukifa katika Kristo ili watu waelewe, wewe unaingia moja kwa moja uweponi mwa Mungu ambako ni kiwango cha 6. Siku moja tutakuja kujifunza viwango.
ambavyo nabii alikwenda kuvifunza. Sasa nabii anasema ukishakufa, tuseme kwa hiyo lugha, ndugu dada anapokufa, anapolala katika Kristo, yeye moja kwa moja anaingia uweponi mwa Mungu. Ndio nabii anayosema ile nafsi haikuagi inakufa, inakuaga inaishi milele, inakuaga inaishi kohai. Yule mtu ambaye mnaenda zika hakuagi anakufa, mnaendaga tu kuzika nini? Mwili huu, mwili wa udongo, kwa sababu ulitoka kwenye udongo, mnaenda rudisha pale ambapo ulikotoka. Lakini ile nafsi inaenda sehemu nyingine, swate inaingia kiwango cha 5 au kiwango cha 6 kulingana na maisha ambayo iliishi hapa. Kwa hiyo kinachosababisha nafsi ihukumiwe ni maisha ambayo yanazirika nje. Sasa unakuta mtu ni mwizi, anasema uongo, anatukanana. Yaani kule kutukanana ambako yule mtu anayokwenda kuifanya, ukahaba, kukunywa pombe, kuanguka na wake za watu, wazinzi wamejaa kanisani, wachungaji wazinzi, wale wote wanadhihirisha kilicho ndani yao. Kwa hiyo ile maisha ambayo wanadhihirisha nje ndio itakayosababisha tena wapate njia ya wapi kwenye wataelekea. Yaani maisha ambayo mtu anaishi hapa duniani ndio yana reflect, ndio yanadhihirisha wapi kwenye ataelekea kama kuokoka. Tunasikia nabii asema hivi, nao wapendwa wetu ambao wamepita ng'ambo ya pazia hili wako katika mwili ambao hatujui ni nini. Sasa wale ambao wanaingia kiwango cha 6 wanaingiaga, wanapoenda moja kwa moja kule, wanaenda kukutanana na wanani? Na wapendwa kule, wa ndugu, wanakwenda kuwalaki. Na ndo maana ule wimbo tuliuvuta Watenzi wa 102, kwa sababu mashairi ambayo yalisemwa pale hayaambatani na neno la wakati. Wakati ndugu na dada anapofariki, kama alikuwa na Roho Mtakatifu, mwenye anamlaki kule sio Yesu. Sio Yesu ambaye anakuaga analaki watu kiwango cha 6. Wanaomlaki kule ni wandugu, ni wapendwa ambao wanatoka upande wa ngambo ya pili, wanavuka bahari, wanakuja kumchukua. Sikia Branham anavyosema. Sasa tusemagi vitu vya kupapasa papasa, kufanya wana wenye mamlaka. Kufanya wana wenye mamlaka, sikia nabii anavyosema hapa, sijui kama nitapaona aya hii ya 60. 60 na ngapi hapa? Adoption. Angalia 15. Tarehe 15 hapo. Ngoja twende hapa. Okay. Ngoja tusome hapa. 65 inasema hivi. Nabii anasema hivi, kufanya wana wenye mamlaka, sehemu ya pili, tarehe 18 mwezi wa 5 60. Anasema hivi 65. Tusikie Branham. Mimi ndo nafuataga kile ambacho Branham anasema. Nabii akisema na sisi tunasimamia pale. Kama atasema kwamba upande wa pili au ngambo ya pili Yesu ndo anakuaga anapokea watu, basi tunasema amina, tunaweka virgili, tunasonga mbele. Lakini kama nabii hajasema vile, wimbo wote ambao utakaosema vile ni wa shetani, au ambatani na maneno ya Mungu kwa ajili ya neno la wakati. 65 nabii anasema hivi: sasa hivi majuzi usiku au asubuhi ya hivi majuzi,
kwenye saa moja, wakati Roho Mtakatifu kwa wema wake na neema alinitoa nje ya mwili huu. Naamini. Nabii hapa anataka kutuambia kwamba kuna siku ambayo Mungu aliweza kumpa ono, kumuondoa katika huu mwili. Tunasikia vizuri? Tunasikia? Yaani mnavyoniona hapa, mimi niko ndani. Kwa hiyo Branham na yeye iko ndani. Tunasikia vizuri? Wakati yeye alipoenda, ukisoma le rideau au-delà du rideau du temps, kwenye ngambo ya pazia ya wakati, Branham anasimulia jinsi gani alivyoingia kiwango cha 6 kuonana na wapendwa. Mungu wakati alipokuwa ishakuwa na miaka 50 na zaidi, akawa anatafakari hatima ya maisha yangu ya kiroho itakuwaje. Mungu ndo akamvuvia, akamwambia, je, ungeweza kuona upande wa pili kwenye wenzako wanaendaka? Akasema ndio, inaweza ikanisaidia. Ndipo Mungu akamfunulia sasa. Nabii alishindwa kuita ile kama ni ono ama ni ndoto, yaani haina maelezo. Kwa sababu gani? Wakati alipoona ile ono, wakati alipotoka muyeye akaingia kiwango cha 6, aliona kula alikuwa ni kijana, lakini akiangalia nyuma kitandani kwenye alikuwa amelala, anajiona pale iko mzee. Sasa wewe akili ya kawaida hauwezi ukaelewa, yaani haiko hata ono. Ono hauwezi ukaona eti kwamba unaona upande wa kule tena unajiona huko. Ono unaweza ukaa huko hapa tu, Mungu anakufunulia, unaona ambao viko mbele kule, unaanza kufunuliwa, Mungu anaanza kuonyesha. Tunaweza tukawa hapa hivi, Mungu anaanza tuonyesha ambao viko vinapita Afrika, au mtu fulani anafanya kule, na wewe uko hapa Marekani. Sasa yeye hii simulizi ambayo nabii alikuwa anaitoa kwa maisha yake yeye binafsi, haikukuwa ono, alishindwa kuita kama ni ono. Alijiona natoka muyeye, iko kijana wa miaka 18 kuendelea kule 22, na akiangalia kukitanda kwenye alikuwa amelala, anajikuta iko mzee, baba mzee wa miaka zaidi ya 50. Akawa anajiuliza hiyo kitu. Nasikia? Ina maana mtu iko double, asema nabii. Nabii akasema mkitabu cha Ufunuo kwamba mwanadamu iko mara mbili. Kwa sababu gani? Uto wa kwanza ambao uko ndani ya mwanadamu uko kwanza kwa ajili ya udongo ama kwa ajili ya kufa mwanadamu, na pili ingine kwa ajili ya uzima, yaani nafsi ambayo ina uzima wa milele, nafsi ambayo imeokolewa hapa, nafsi ambayo ndiyo Roho Mtakatifu ama ambayo inapokea Roho Mtakatifu, ndo ambayo inakuaga na uzima, kwa sababu sio kila nafsi ambayo ina uzima wa milele. Kuna watu ambao wanatembea hapa duniani, ni watu tu kwa sababu ya jina wanapumua. Kwa sababu nabii anaenda mbali sana, anasema nafsi ya mtu ndiye Roho Mtakatifu. Sasa tuko na wengi ambao wako makanisani, wako mitaani kule wanatembea, lakini hawana Roho Mtakatifu, hawana nafsi. Nasikia vizuri? Hawana mwili ule wa teofani, ule mwili wa kiungu. Kwa hiyo wao wako wa moro viva. Yaani yeye anaishi tu kwa sababu iko na pumzi. Nasikia? Sikia nabii sasa. Adoption hii. Tunasoma adoption. Sehemu ya pili. Sasa hivi majuzi usiku au asubuhi ya hivi majuzi kwenye saa moja, wakati Roho Mtakatifu kwa wema wake na neema alinitwaa nje ya mwili huu. Naamini. Branham anasema kwamba Roho Mtakatifu alimuondoa nje ya mwili. Pastor, fungua macho. Usilale. Kaa vizuri. Yaani ndugu Branham wakati alikuwa hapa katika umwele, yeye Branham mwenyewe akatoka. Yaani jinsi nilivyo hapa mie niko ndani, na ndio maana siku ya kufa mutaenda zika hiki kimwili, lakini hamtanizika mie. Tunasikia vizuri? Hapa kwaji wanazika batu, kwa sababu mtu ni nafsi. Ndio maana nabii alijiuliza, mtu anapokufa ile nafsi inaendaka wapi? Kwa sababu alijua kwamba mtu ni nafsi. Yaani mtu anapokufa hapa katika umwili, munaendaka zika nini? Mwili wa elema 16. Lakini mtu mwenyewe mkwaji mnamzika kwa sababu yeye ule mtu iko ndani, na ndio maana akifa katika umwili, hii
hii hewa ikitoka, kwa sababu ndio inasababisha mtu afe. Mapigo ya moyo inaisha, uservo inaacha kufanya kazi, mtu anakufa. Sasa ikikatika, ile roho ikikatika, motero ikikatika, sio kwamba wewe unamalizika pale, hapana. Ni kwamba wewe umechoka kukaa katika mwili, unataka uame, unaenda sehemu nyingine. Ndio maana nabii hapa alisema kwamba ukiona mtu anapokufa, yeye hakuagi anakufa, ile nafsi haikuagi inakufa. Ndio hapa nabii anasema. Basi nilikuwa nikiwazia jana usiku tu, nikiisha kwenda nyumbani na kujilaza kitandani kwa dakika chache. Nilikuwa nikifikiria juu ya nafsi inapotoka ndani ya mtu. Kuna nini? Ni utu wa ndani ambao umetoka. Hajafa, angali yai. Mnaona? Anaishi milele. Kwa hiyo mtu anapokufa, kama nilivyosema, mnaenda zika tu mwili, amuziki nani? Yule mtu. Yaani akifa hapa pufu, tayari nafsi inaingia kiwango cha 5 ama ya 6, kulingana na maisha ambayo aliyoyaishi hapa duniani. Kwa hiyo maisha ambayo uko naishi hapa duniani ndio itadhihirisha wapi kwenye utaenda. Kama ukingali mkunywa pombe, kupenda anasa za ulimwengu, ujue tu siku ya kufa, hiyo sehemu iko ya watu ambao wanahusika na maisha kama hayo. Yaani hapa Mungu alishapanga viwango vyote 7. Na ndiye anasema kwamba Mungu alipanga viwango 7, 7 dimension. Viwango 7. Na hivi viwango 7, kila kiwango kiko na maana yake hapa. Mwezi 7 hivi mko viwango vya wanasayansi kama ambao walikuwa wanaenda kwenye mwezi. Kuna ambayo inahusu dunia ambayo tunaishi hemo. Kuna kiwango cha 5 ambao kuna ndoko ya kuko shetani. Siku moja tutakuja kuvigusa. Tutaingia tena kwa ndani tuchimbe. Tuone na marejo. Na kuzimu kuko na mikoa. Kuko mikoa ambako kuna kuaga tu ni mapepo. Sehemu ambako kuna kuaga kunaishi mapepo tu. Ndio yenye yanakuja kusumbua watu hapa duniani. Inavaa mwili, inakuja hapa duniani. Na kuna sehemu ambapo kuna kaa tu wanani, watu wakupotea. Depuis zamani. Yaani depuis Kaini alipoanza kufa. Au tuseme Abeli, kwa sababu walikuwa kwanza kufa. Kwa sababu kipindi kile damu ya mnyama isingewaokoa. Wote walikuwa wanaenda kuzimuni. Lakini Yesu alipokuja sasa ndo akaenda kuwakomboa. Ukisoma Mathayo sura ya 27, alifufuka, miili ya watakatifu ilionekana Yerusalemu, ndo maandiko yanayosema. Mathayo 27. Yesu akafufuka nao. Kwa hiyo kule kuzimu huko mikoa, kuna sehemu ambapo kuna mkoa ambao kunaishi mapepo. Na ndo haya ambayo anakuja kusumbua watu hapa duniani. Huko hiyo sehemu kuna mapepo ya kansa, ya ukimwi, ya TB, magonjwa sugu ambayo mnayaita yote ni mapepo. Na kuna sehemu ambako kunaishi watu wa kupotea ambao wanakataa neno, wanaenda moja kwa moja depuis zamani. Wale ambao walianza kukataa neno kipindi Mungu anaanza kuleta neno, anaanza shughulikia watu. Kipindi cha Nuhu wako hadi leo kuzimuni wanaishi. Bado siku ya kuhukumiwa haijafika. Lakini wote wako mprizo kule wanahukumiwa. Wote ambao walikataa neno kipindi cha Musa, wote wako kuzimu. Wakina Kora na Datani na Abrahamu na kundi lao lote. Wakina Akani wote wako kule kuzimu. Wakina Farao, wa Balaamu wote wako kuzimu. Hao wote hivyo wako na sehemu yao ambao wamewekwa. Hao wote madikteta ambao tumewaona hapa ambao walipata sifa hapa duniani, marais wote wako kuzimu. Hakuna hata mwenye yuko mbinguni. Isipokuwa wakina wale ambao walianza zamani, wakina George Washington na wakina Abraham Lincoln. Wale ambao walikuwa naogopa Mungu ndio wako kiwango cha 6. Asema nabii. Ambao walikuwa wanatetea kweli, wakina Abraham Lincoln ambao walikuwa na kitabu, alikuwa na vitabu viwili. Alikuwa na kitabu cha Fox na alikuwa na kitabu cha Biblia. Basi ndio maisha yake ambayo alikuwa nayo. Mkristo aliishi. Na nabii akasema simtetei eti kwa sababu ni mzaliwa wa Kentucky, hapana. Namtetea kwa sababu yeye alikuwa ni Mkristo, alilelewa katika maadili ya Ukristo, naye alikuwa ni mcha Mungu. Abraham Lincoln. Watu wote wanamjua hapa Marekani kama alikuwa ni rais. Na ndio mwenye alitetea kwanza tretema ya ubaguzi wa rangi. Naona. Kwa hiyo kule kuko hizo sehemu, na kuna sehemu sasa ambako shetani mwenyewe, mwenye Lucifer mwenyewe yuko kule kuzimu.
Unasikia? Pastor. Wewe. Tikise pale. Sasa hivi majuzi usiku au asubuhi ya hivi majuzi kwenye saa moja, wakati Roho Mtakatifu kwa wema wake na neema alinitoa nje ya mwili huu. Naamini. Tabia naendelea. Ndiyo ama sio, sisemi mimi. Nami nikaingia kwenye nchi hiyo na kuwaona watu wao, nao wote walikuwa vijana. Nasikia huko akaingia kiwango cha 6 ambako kuna kuaga wa watakatifu. Yaani mimi nikifa hivi naingia kiwango cha 6, Babranam ndo wataenda kunipokea. Kwa sababu nalisema tutajuana upande wa pili. Wandugu na wadada watakuja kunipokea upande wa pili wa bahari. Mimi nitakuwa pale, nitapita kwanza sehemu ya Ungololo. Mwaungololo napita mule ti ale, baadaye kufumba la kufumbua nishakuwa kuinchikavu kule ya bahari, naanza subiri wa bien nime wanaanza. Kwanza watawakuta washakuwa kumtachu kwa sababu wanatokaga upande wa pili wanakuja huku. Merci Seigneur. Wanakuja hapo kwenye nchikavu, ni mimi tu kutoka kwenye ile wingu tu pale nafika mu presence tu yao. Asema nabii. Nabii anasema wakati alipotoka Branham alikatoka katika umwili wa kizee akawa kijana. Alienda kuona watu ambao tayari ni vijana. Huku kuna baadhi ambao walikufa wakiwa wazee wa miaka 90, 80 na kadhalika, na wengine walikufa wako watoto wachanga, lakini kula liwakuta washakuwa vijana. Ndio mambo ambayo Mungu anatuandalia, mambo makubwa na ya thamani sana. Mtu yeyote asikose. Ndiyo ama sio, sisemi mimi. Nami nikaingia kwenye nchi hiyo na kuwaona watu wao, nao wote walikuwa vijana. Nami nikawaona watu wenye sura nzuri sana niliopata kuwaona maishani mwangu. Naye akaniambia, baadhi yao walikuwa na umri wa miaka 90. Unasikia nabii? Wao ni waongofu wako. Sikia nabii. Mu français. Sont tes convertis. Sont tes convertis. Branham. Yaani sauti ya Mungu ndio limwambia. Hao wenye uliwaona ni waamini wako ambao waliamini ujumbe ambao ulihubiri. Sont tes convertis. Naye akasema mwenye alisema hakukua ni Branham. Yesu mwenyewe ndo alimwambia. Akasema, nami nikawaona watu wenye sura nzuri sana niliopata kuwaona maishani mwangu. Naye akaniambia, Bwana huyo akamwambia, baadhi yao walikuwa na umri wa miaka 90. Wao ni waongofu wako. Si ajabu wanapaza sauti, ndugu yangu, ndugu yangu. Mon frère, mon précieux frère, sehemu zingine. Walipomwona nabii ndiye akiwa na miaka ya ujana, wakaanza kumkumbatia, wakamkaribisha, ndugu yetu wa samani, ndugu Branham, ndugu yetu wa samani. Aliingia kiwango cha 6, hana tena kipara. Branham anaingia kiwango cha 6, hana kipara tena. Kwa hiyo ono yoyote yenye utaona, ukiona Branham anakutokea iko na kipara, haiko Branham huyo. Kwa sababu kiwango cha 6 hakuna watu ambao wana kipara, kwa sababu kipara ni ishara ya dhambi. Asema nabii. Makunyanzi tena haya, Branham hana nayo tena kiwango cha 6. Kama ulimuona na ingia mkanisa yenu iko na hii hali, ni shetani ambaye ulimuona, haiko Branham. Sikia nabii. Sasa huo ni mwili wa kimbinguni. Nabii asema huo ni mwili wa kimbinguni. Yaani mtu anapotoka katika huu mwili wa kawaida anapofariki, yeye ule mwili ambaye ndio nafsi na ndio ule mwili wa kimbinguni na ndio tena teofani. Ndio hii Branham anasema huo ni mwili wa kimbinguni, teofani. Ndio mwili wa kimbinguni, ndio ambao uko na wandugu hivi kwenye kiwango cha 6 na wadada. Ni mwili ambao haukulaga, haukuagi unavaa kiatu, hauna njaa, hauna magonjwa.
Na huo mwili unakuaga ndani yako. Tunasikia Nabii alisema alinitoa katika mwili. Ndio hapa alisema. Hapa. Twende polepole. Hapa. Hivi majuzi usiku au asubuhi ya hivi majuzi kwenye saa moja. Yaani wakati aliona hii ono, tuite tu ono kwa hivyo ili ieleweke, aliona asubuhi. Masaa moja ya asubuhi hivi. Mungu akampa ona, akamuingiza kiwango cha sita. Hivi majuzi usiku au asubuhi ya hivi majuzi kwenye saa moja, wakati Roho Mtakatifu kwa wema wake na neema alinitoa nje ya mwili huu. Ndugu Branham alitolewa katika huu, yaani Branham wa ndani alitoka muyeye. Alitoka mwili wa kawaida wa budongo. Akatoka mwili wa budongo, akaingia mwili wa teofania ambao ulikuwa, ndio maana wa Korintho wa pili sura ya 5 ulisema vile vile. Kwamba tunapokuwa katika huu mwili wa kawaida tunaugua. Inabidi tutoke katika huu mwili, tubadilike. Twende pole pole. Nami nikawaona, twende hapa 66. Sasa huo ni mwili wa kimbinguni. Kwamba tunapokufa hatu ya disi, tunakuwa mwili. Nasikia na kidogo? Yaani sisi tunapokufa hapa duniani, sio kwamba eti tunapotea moja kwa moja. Na kuna dini zingine wanakuambia mtu akifa anageuka papio, anakuwa butterfly. Haiko butterfly. Mtu anapokufa kwake anageuka kidudu. Ama tena utaenda zaliwa sehemu nyingine. Hapana, ni mafundisho ya uongo. Haziko hadithi. Sio hadithi za kubuni. Nasikia? Toka. Toka. Sasa huo ni mwili wa kimbinguni, kwamba tunapokufa hatui hadisi, tunakuwa mwili. Kama sisi kila mmoja akifa, kama kombora la atomiki lingetupiga dakika hii, mnamo dakika 5 tangu sasa, tungekuwa tunapeana mikono sisi kwa sisi na kukumbatiana na kupaza sauti na kupiga makelele na kumtukuza Mungu. Na Biblia inasema ndio ile ambayo Mzee Kaso mwalimu. Ici fait qu'une bombe explose ici maintenant dans les 5 minutes qui vont suivre. Je redeviendrai un jeune garçon d'environ 18 à 22 ans. Sasa na Biblia inasema hata tuko hapa mnyumba hivi tusikie tu kinabomoka buu. Na Biblia inasema kufumba na kufumbua ndani ya dakika 5 tunakuwa kiwango kingine, tunakuwa upande mwingine. Lakini sio kwamba hata kama watakuja kutufukua humu tuisha kufa sie bote, si hatuko pale tena, tumekuwa na mwili mwingine wa kimbinguni kiwango cha 6. Na Biblia inasema tunapokufa sio kwamba hatuna mwili tena. Haikuaje hadithi. Sasa huu ni mwili wa kimbinguni, kwamba tunapokufa hatui hadithi, tunakuwa mwili. Kama sisi kila mmoja akifa, kama kombora la atomiki lingetupiga dakika hii, mnamo dakika 5 tangu sasa, tungekuwa tunapeana mikono sisi kwa sisi na kukumbatiana na kupaza sauti na kupiga makelele na kumtukuza Mungu. Naam Bwana. Na ndugu na dada Spencer wanaoketi hapa na Kisia ndio mume na mke walio wazee sana hapa, watakuwa wenye umri wa miaka 18, miaka 20. Na Biblia inasema kanisani mlikuwa ndugu na wadada, mume na mke ambao walikuwa shakuwa wazee, waishachoka. Wa ndugu na dada Spencer ambao walikuwa waishakuwa makunyanzi, sijui hivi, hawajiwezi. Lakini anasema kwamba
si muda mrefu tu, muda kidogo, watu watakuwa na miaka ya 18, 20. Ndugu Neville angekuwa tu kijana mdogo, nami ningekuwa tu mtoto mdogo, nasi sote tungekuwa tu dote. Hiyo ndio kweli hii kabisa. Kama maskani hii iliyo ya dunia hii ya kuishi duniani ikiharibiwa, tuna nyingine ambayo tayari inangoja. Na ndo Yesu ambaye aliambia wanafunzi, akasema msifadhaike mioyoni mwenu. Mnaniamini, mnamwamini Mungu, niaminini pia na mimi. Maana mimi naenda waandalia makao. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kusema kwamba kiwango cha 6, kiwango cha 7, kuna miili ambayo iko pale kwa ajili ya watakatifu, na hiyo miili iko ndani yako. Ule mwili wa utukufu uko ndani yako. Sasa kwa sababu Yesu ni neno, ule mwili unakutengeneza. Yeye mwenyewe ndo alisema, ninaenda waandalia nini? Makao. Kule kwenda kuandalia nyema, sio manyumba yenye naenda jenga kule. Hapana. Ni miili. Na kwa sababu yeye ni neno, wakati huu wa mwisho ametuma neno, yeye Yesu mwenyewe anakuja kutengeneza na kuweza kuwezesha ule mwili sasa uumbike ndani yako. Kwa sababu yeye ni neno. Neno linapokuja ndani yako, linaumba ule mwili. Linaumba ule mwili wa kimbinguni ambao uko ndani yako. Na ndio maana Yesu atakapokuja, ama wale waliokufa wakifufuka mahali pale, wale watakaotoka kiwango cha 6, sisi ambao ndio maandiko yanasema, sisi ambao tulio hai hatutatangulia wale ambao waliokufa. Sasa sisi tutabadilishwa kufumba na kufumbuliwa. Kufumba na kufumbua. Dans un clair d'œil. Kufumba na kufumbua, tayari tumekuwa na mwili mwingine. Ni kazi ya Mungu ambayo atakaofanya. Yaani ule mwili ambao uko ndani yako ambao unakula neno, ule mwili ndio utabadilika. Hiki kimwili cha udongo kinatoweka. Itakuwa automatic. Kwa sababu huu mwili ambao uko ndani yako ndio neno. Ambao ni nafsi. Unasikia? Angalia ni. Hata fudo. Hausikia? Chocolate yaki kwa. Wani mtu vile. Vile ni bata mtu. Biblia inasema hivi, kama maskani hii iliyo ya dunia hii ya kuishi duniani ikiharibiwa, tuna nyingine ambayo tayari inangoja. Wakati mtoto mchanga anaposhuka kutoka kwa mamaye kwa uzazi wa kawaida, mwili wake mdogo unajisokota tu, na miguu yake inarukaruka na kadhalika. Kumrazi kwa tamshi hili. Kwa tamshi hili, enyi wanawake vijana. Bali anapofanya hivyo, misuli yake iliyo hai inacheza. Bali anapokuja duniani, jambo la kwanza anapumua. Na kuna mwili wa kiroho wa maumbile utakaomjia mtoto huyu mchanga papo hapo. Mwache tu peke yake, atakiinua kichwa chake kidogo na kujisukumiza kwenye matiti ya mamaye na kuanza kunyonya. Kama hakufanya hivyo, maziwa hata hayangalitoka. Nasikia Branham. Nabii anasema, ngoja niwape mfano tu wa kawaida. Mtoto anapokwenda kuumbika ndani ya mwili. Yaani vile mtoto anavyokwenda kuumbika ndani ya mwili, ndivyo ndani ya tumbo ya mama yake, na maanisha ndivyo na huu mwili wa kiroho unavyokwenda kuumbika. Ndio jinsi unavyokwenda kuumbika. Unapopata germe, unapopokea mbegu ya neno kwa kulisikia. Imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Ile neno ambalo unalisikia ndio mbegu, linaenda umbika ndani yako, ndani ya moyo.
ndani ya moyo hapa, sehemu ambako kuna sehemu chembe ndogo pale ambayo inaitwa nafsi. Lile neno linakuja moja kwa moja hapa, kama wewe ni mteule. Lile neno ambalo nalisikia la kweli linakuja moja kwa moja hapa kwenye nafsi. Ndio likishakuwa hapa ndo linaumba mwili wako. Linapoumba mwili wako wewe, wakati wewe ukifa, huu mwili wa udongo unatoweka. Tayari huu mwili ambao uko ndani, au namaanisha hii nafsi ambayo iko ndani hapa, inachukuaga tayari picha ya huu mwili wa nje. Na ndio maana Branham hivi jinsi alivyo kiwango cha 6 iko na hii sura, lakini hapana hii ya kizee. Wakati alipokuwa kijana wa miaka 18 kwenda 22, ndio sura ambayo iko nayo, sio hii tena ya uzee. Hapa ashakuwa na miaka zaidi ya 50. Unaona? Na ndio maana yeye wakati hapa tulivyosoma alisema kwamba wakati ile saa moja ya asubuhi, wakati Roho Mtakatifu alipokuja akamfunulia kwa neema yake ili amuonyeshe upande wa pili kuna nini. Wakati alipokuwa kule kiwango cha 6, yeye alionekana kuliko kijana, hakukuwa mzee tena, kwa sababu yeye Branham alitoka mwili huo wa kawaida akaingia kiwango cha 6 akiwa kijana, na akakuta kule kuko wengine ambao ni vijana. Na Biblia inasema kwamba alikuta ambao walikuwa na miaka ya mingi kule washakuwa vijana. Na Biblia inasema sasa hivi, wakati mtoto mchanga anaposhuka kutoka kwa mamaye, wakati anapokwenda kuzaliwa, yani kwa uzazi wa kawaida, mwili wake mdogo unajisokota tu na miguu yake inarukaruka na kadhalika. Kumrazi kwa tamshi hili, enyi wanawake vijana. Bali anapofanya hivyo, misuli yake iliyo hai inacheza mle ndani, inacheza, lakini haijawa uhai kamilifu. Na Biblia inasema bali anapokuja duniani, jambo la kwanza anapumua. Ina maana zile zote hatua zikishafanyika, damu maji, damu inatoka, yeye mtoto anatoweka, anakuja, kisha anaanza lia, anaanza pumua, uhai unaingia. Na Biblia inasema hivi, bali anapokuja duniani, jambo la kwanza anapumua, na kuna mwili wa kiroho wa maumbile utakaomjia mtoto huyo mchanga, papo hapo. Na Biblia inasema yeye anapolia ile sauti ya tayari anapokea roho vitu. Anapokea roho ya maumbile. Branham anasema sehemu zingine anapokea roho wa malaika kwenye mwenendo au kwenye maswali na majibu. Anapokea roho. Yaani mtoto anapolia ile kulia tu pale kwa hospitali, inaashiria tayari aishapokea malaika. Anapokea uhai, na yule malaika ndo atakayemuongoza katika maisha yake yote. Swate kama ni malaika wa shetani ama ni wa Mungu, anaingia ndani yake. Ile uhai ambayo anaipumua pale, tayari ule ndo malaika, kwa sababu ndo uhai na ndo kitadhihirisha kilicho ndani yake. Sasa kama ni mteule, ina maana wakati alipolia pale tayari alipokea malaika wa Mungu, alipokea uzima wa milele. Na kama ni yeye ni wa shetani, alipokea malaika wa mauti ama wa kupeleka yeye kuzimu. Yaani wakati mtu anapozaliwa ndo kuna kuwaka predestination. Mtu anapozaliwa ndo kuna kuwaka predestination. Na ndio maana anasema mie nilikujua kabla hujawa hata mtumbo ya mama yako. Sasa kwa kujulikana na Mungu kama wewe ulikuwa na uzima wa milele, ni wakati sasa unapokuja kuzirika hapa duniani, unazaliwa kisha unaanza kuishi hapa. Unaanza reflecte maisha ya nani? Ya kile ambacho wewe ulikusudiwa kuwa hapa duniani. Sasa kuna mambo mawili hapa, ndo kuna kuaga dhihirisho ya kuonyesha kama wewe ni wa Mungu ama sio wa Mungu. Wakati unapozaliwa pale hospitalini, swate upokee malaika wa Mungu au malaika wa shetani. Na ndio maana umeona kwamba yule mama Msamaria napendaka kumsema sana kwa sababu yeye ni mfano ambao uko rahisi, ambapo kila mtu anaweza akaelewa kama Mungu anataka kusema nini. Yule mama Msamaria kwa maumbile ya kawaida ya huko nje, wakati alipoishi hapa duniani,
alikuwa kahaba, lakini ndani yake alikuwa ni mteule. Ina maana siku ambayo alizaliwa hapa, malaika wa uzima wa milele ndo aliingia ndani yake, akaja kwenye nafsi ngaba, akatulia pale. Lakini kwa sababu mwili ulikuwa influence na mambo ya dunia, ukafanya yale ambayo yanafanyika katika dunia hii. Akawa kahaba, iko na huyu iko na yule, lakini ndani alikuwa na uzima wa milele. Na ndio maana Yesu mwenye uzima alipokuja, wakati alipoonana naye, kilindi kikaita kilindi, akaona ndani yake yule mama, muko uzima wa milele, na mimi Yesu niko uzima wa milele. Uzima mbili unakutanana. Kwa hiyo ilibidi tu uchafu wa tabia ya dhambi itoke, na sisi yenyewe tabia itoke ya dhambi, ili kwamba abakie sasa mtakatifu. Ndio maana kwenye ukatili wa dhambi Nabii akasema hivyo, kwamba mtu anapozaliwa mara ya pili, sio kwamba eti hii roho inaondolewa, hii nafsi haitokagi, kwa sababu hii nafsi ndio huyo malaika ambaye anaingia hapa wakati mtoto anapozaliwa. Haitokagi. Kama mtu yuko na tabia mbaya, hii roho haitokagi, inakuaga pale tu, isipokuwa Mungu anakujaga kutoa nini? Tabia mbaya. Ndio maana ya Ezekieli 36. Sikia. Bali anapofanya hivyo, misuli yake iliyo hai inacheza cheza. Bali anapokuja duniani, jambo la kwanza anapumua, na kuna mwili wa kiroho wa maumbile utakaomjia mtoto huyo mchanga papo hapo. Mwache tu peke yake, atakiinua kichwa chake kidogo na kujisukumiza kwenye matiti ya mamai na kuanza kunyonya. Nadia atoa mfano na ndio gisi na kuaga kwa hospitali ama sehemu yote mtoto amezaliwa, anaanza kulia anyonye. Muulize alitoa wapi, na wakati haya ajua chochote. Hayakuwa hata na dakika 5. Lakini anaanza lia nini? Chakula. Ile roho ambayo iko ndani yake inaanza muongoza, fanya hiki, fanya hiki. Na hapo akigali mtoto mdogo. Ndio anasema ndo maumbile ya kawaida hivyo. Sikia. Kama kufanya hivi, maziwa hata ayanga litoka. Na wewe anasema kwamba mtoto asipolia kwamba anyonye. Mama ndio maana unasikiaga wamoja wanalia kifua kinauma hivi na vile, maumivu, nasikia maumivu hivi na vile, 1 2 3. Kwa sababu mtoto afai nini? Anyonyi. Na ndio maana unakuta mama akikosa maziwa ya kumnyonyesha mtoto inakuwa ni shida. Mtoto atanyonya wapi? Inakuwa ni shida. Kwa hiyo Nabii anasema kwamba mtoto asiponyonya matiti ya mama yake, maziwa haitatoka, asema Nabii. Kama kufanya hivyo, maziwa hata ayanga litoka. Je, umepata kuona ndama wakati amezaliwa? Mara tu anapopata nguvu za kutosha kusimama kwa miguu yake, yeye huambiwa na nani? Nasikia Nabii anavyouliza, anaenda kwa ndama, hata kwa mbuzi, kondolo, ng'ombe. Anazunguka moja kwa moja nyuma ya mamaye, anaanza kujisukumiza na kuanza kunyonya. Lo, naam. Kwa kuwa wakati huu mwili ulio wa dunia hii unapoletwa hapa, kuna mwili wa kiroho ulio tayari kuupokea. Na mara huu, lo, haleluya. Na kama maskani hii iliyo ya dunia hii tunamokaa ikiharibiwa, kuna mmoja unaongoja kule ng'ambo. Mara tu tunapotoka kwenye huu, tunaingia kwenye ule ambao hautaki kunywa maji baridi, hauhitaji kunywa maji, ule ambao hauuli. Hiyo si ya mavumbi ya dunia. Nabii anasema huu mwili wa teofani au kwaagi unahitaji maji, au kwaagi kiu. Hii teofani ambayo iko hapa, ambayo nimeandika hapa, teofani ni mwili kama huu hapa, kwa sababu nachukuaga maumbile yote yako wewe. Kama wewe ulikuwa mnene na kule utakuwa mnene tu, asema Nabii. Kama hapo ulikuwa mfupi na kule utakuwa mfupi. Hapa kama ulikuwa mtu mweusi na kule utakuwa mweusi. Kama ulikuwa mzungu hapa na kule utakuwa mzungu.
Nous avons un Dieu de variété. Mungu yeye ni Mungu wa aina mbalimbali ya vitu. Ukiangalia kwa maumbile ya kawaida, ndio maana Biblia inasema kwamba Biblia yake ya kwanza ni maumbile. Na anasema hata kama hii Biblia ya karatasi singelikuwepo, maumbile tu angehubiri. Kwa sababu gani? Maumbile tu kiangalia, hakuna milima ya mkubwa tu, huko milima midogo, mirefu na mifupi. Ukiangalia hata aina za bahari, kuna bahari kubwa, ndogo, na kuna visiwa, kuna hata maruiso, kuko malake, kuko mariviere, kuko maetang, visima. Yote ni aina ya nini? Ya bahari, lakini sasa kwa kantite ndogo ndogo. Na ndivyo ilivyo kwa wanadamu. Kutakuwa wembamba, wanene, kutakuwa weusi, kutakuwa warefu, kutakuwa wafupi, kutakuwa wazungu, wa manjano, wote, ili mradi tuwe katika ramani ya Mungu ya kupokea uzima wa milele. Biblia inasema mara tu tunapotoka kwenye huu tunaingia kwenye ule ambao hautaki kunywa maji baridi, hauhitaji kunywa maji, ule ambao hauli. Hiyo si mavumbi ya dunia. Kama kule kwa watu walikuwa wanazoea kunywa kipompa. Huu mwili hauhitaji kunywa kipompa, kwa sababu hauko mwili kama huu wa udongo au kutoka kwenye mavumbi. Ni mwili wa kiungu ambao ni nafsi yako. Ni mwili ambao unaumbika na neno. Na ndio maana Adamu alikuwa huu mwili, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Adamu wa Mwanzo 1:26. Yeye alikuwa ni theofani. Mwanzo 1:26 hadi 28. Alikuwa ni huu mwili ambao ulikuwa unafanana na Mungu. Na huu ndo mwili wa Mungu, theofani, ambao Musa aliuona wakati alikuwa anajificha kwenye majabali. Akaona mgongo kama mgongo wa mwanadamu. Ilikuwa hii theofani ndio ilikuwa umbo la kwanza, asema nabii. Ndio ilikuwa umbo la kwanza wa Mungu. Ndio umbo la kwanza Mungu kuchukua, ambao ni theofani, au wanateolojia wanaita logos, au wasomi wa Biblia wanaita logos, yaani mwili wa kiungu wa nani? Wa Mungu. Mwili wa kwanza wa Mungu kuwa nao, au theofani. Sasa hii theofani ndo nafsi, asema nabii. Ndo nafsi, c'est ça l'âme. Na tena ndio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Branham akasema ukisikia Roho Mtakatifu, yani ni mtu. Sasa huyu Roho Mtakatifu anakuaga ni mtu ambaye iko na mwili. Ni mwili ambao sio kama huu wa udongo ambao umetokana na tamaa za baba na mama. Ni mwili ambao unaumbika na neno. Na ndio maana wakati uliposoma, kama ulizoea kusoma kitabu cha Mwanzo, maandiko yanasema kwamba Mungu akawabariki, akasema kwamba wazidishe, wazae na wakaongeze dunia. Na Biblia anasema, anafafanua kwamba sio kwamba ile njia ambayo walienda anguka mshamba la Edeni wao na Eva eti ndio njia ambayo Mungu alikuwa anaweka. Hapana. Njia ambayo ilikuwa inawekwa ya Mungu kwa Adamu na Hawa kupata watoto ilikuwa kwa njia ya kutamka neno. Kwa sababu yeye Adamu aliumbika kwa kutamka kwa neno. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Yule mtu ambaye atakayefanywa, atakayeumbwa, atakuwa na umbo la nani? La Mungu. Nasikia dogo? Kwa hiyo huu mwili ambao wandugu wako nao kiwango cha 6 ni mwili ambao hautokani na mavumbi, ni mwili ambao hautokani na kunywa maji baridi, haukuagi na kiu, hauna njaa, hauvagi kiato. Sikie. Mara tu tunapotoka kwenye huu tunaingia kwenye ule ambao hautaki kunywa maji baridi, hauhitaji kunywa maji, ule ambao hauli au kwaje unakula huu mwili. Hiyo si ya mavumbi ya dunia, bali hiyo ni halisi tu kama hii mingine, na inaweza kuishi na kupeana mikono na kupenda tu na kila kitu kikamilifu, na kila kitu ni kikamilifu. Na mwili huo unangoja kule, ni sehemu yake. Kuna mitatu ya hiyo. Unasikia huko?
Kuna mitatu ya hiyo miili, ndio ambayo tulisikia hapa kwenye Écoutez Savoir kwamba kuna miili mitatu: mwili wa udongo, teofania na utukufu. Sasa wakati tuko hapa duniani tunaishi kwanza kwa mwili mmoja ambao ni wa udongo. Unapoingia kiwango cha sita, unapokufa unaingia katika mwili wa utukufu. Mungu vyote aisha viweka. Unaingia katika mwili wa kimbinguni wa kiungu, teofani, na ambao wako nao kiwango cha sita. Wakati wa ufufuo, parapanda itakapolia, wale waliolala katika Kristo watakapofufuka ili kwa ajili ya kunyakuliwa, ndo watakuwa tena na mwili wa utukufu ambao utafanana na yeye Yesu ambaye atakuja kutoka mbinguni kwa ajili ya kulaki bibi harusi hapa duniani. Ndio maandiko yanavyosema hivyo, na Branham ndivyo anavyosema. Siki. Na mwili huo unangoja kule, ni sehemu yake. Kuna mitatu ya hiyo. Unaanza uzima wako wa milele papa hapa madhabahuni. Hapa ndipo unapoanza umilele. Unaanza uzima wa milele papa hapa. Ndipo unazaliwa mara ya pili, mwana wa Mungu. Kisha unapokufa unaanza dote. Nasikia vizuri? Yaani mtu kuitwa mtakatifu sio wakati anapokufa kama gisi wa Katoliki wanafanyaga. Mtakatifu Cecile, mtakatifu Paulo, mtakatifu Petro. Hapana, eti baada ya kufa ndo anakuwa mtakatifu. Hapana. Uzima wa milele unaanza kuupatia tangu hapa duniani. Yaani hivi tuko tunatembea hapa duniani na tuko na uzima wa milele. Kuna watu ambao wanatembea hapa tayari, wao ni wakandida. Wao ni washiriki wa kuzimu, wataenda kuzimu. Ina maana leo uzima wa milele uko hapa duniani na kuzimu iko hapa duniani, ambao iko ndani ya kila mwanadamu. Branham akasema roho mbili ziko hapa duniani zikishawishi watu ambao wanaishi hapa duniani. Tunasikia vizuri? Sote uwe na roho wa Mungu ndani yako, ama mwili au roho wa shetani ambaye iko ndani na ndo mwenye anakutawala. Branham akasema kulikuwa chifu mmoja wa Kihindi ambaye kwa sema ndani yangu kuna mbwa mbili, mweusi na mweupe. Kila siku wanapigana. Na yeye akasema, "Sasa unawezaje kushinda hivyo vita? Nitawezaje kushinda hivyo vita?" Branham akasema ni yule ambaye unayemlisha sana ndo atakutawala. Kwa hiyo ndo wako hapa duniani. Roho mbili, roho wa Mungu na wa shetani kwa hapa duniani kwa ajili ya kufanya nini? Ya kushawishi wanadamu ambao wanaishi hapa duniani. Kwa hiyo wewe ukiegemea upande wa shetani, hata ukiwa hapa kanisani, hata ukiwa popote pale utaenda kuzimu. Hata kama wewe unatetea neno. Lakini kama wewe ndani yako uko na mwili au uko na roho ya kuzimu, malaika wa kuzimu, wewe utaenda kuzimu. Na ukiwa upande wa Mungu, haijalishi wewe au kumhubiri, utaenda kiwango cha sita. Ndipo unazaliwa mara ya pili, mwana wa Mungu. Kisha unapokufa unaanza doto. Wakati mauti yako yanakupiga katika mwili huu na moyo unakoma kupiga na magurudumu yasiyodumu yanaanza kusimama kimya, hicho kivuli kidogo kilichokuwa kivuli cha kivuli. Nasikia nabii anavyosema hapo. Yaani unapotoweka hapa duniani sasa. Wewe ukitoka katika hii dunia unakufa, nafsi na katika pafu tik-tak. Nabii anasema unapoingia ile ngambo ya pili sasa, ndio venye wanakuaga wanaona hivi mtu anapokufa. Kama anaingia kiwango cha sita. Kama yeye alikufa katika hali ya Ukristo. Na ndio maana ukiangalia watu wanapokufa pale kwenye hospitali, anaanza tetemeka. Ina maana inaashiria anakoelekea ni pabaya. Anaanza pokelewa na mapepo. Anaanza ona mateso. Kwa sababu mtu akienda kiwango cha 5, akienda hizi ni lugha, sio wana ujumbe tu tunajua. Tunaelewa kwamba tukisema kiwango cha 5 ni wapi na kiwango cha 6 ni wapi, kiwango cha 7 ni wapi, kiwango cha 4, cha 3, cha pili, cha kwanza, tunaelewa. No, sisi ambao tumepokea ujumbe wa wakati. Hata Yesu naye alikuwa na lugha zake ambazo alikuwa anaongea na wanafunzi wake wengine wasielewe. Ndio maana walimuuliza, ukiwa mitaani, mbona unaongea kwa mifano? Kwa nini? Eti niko na hata niongee vile kwa sababu nikiwaelewesha wataelewa na wataamini. Kwa hiyo mambo mengine Mungu alikuwa anafanya tu kwa makusudi ili wengine wasiokoke. Yeye mwenyewe ndo anataka. Souverain sacrificateur.
Utamshota kidole wapi? Yeye ashachagua kwa fulani, ule atakuwa wa kwangu, huyo hapana, simtaki. Hata kama uko na maisha mazuri, kama wewe hauko mramani ya Mungu ya uzima wa milele, utaenda kumoto. Wewe asema uzima wa milele tunaanzia hapa. Sio mtu anapokufa ndo mimi nikifa hapa Frembo to kwele. Frere alikuwa anasomea watu nabii kasi alikuwa Mkristo. Hapana, tunaanzia hapa. Uanze kunitaja, uanze kunisema, kunisifia kama niko na maisha ya uanze kunisifia depo nikingali hapa. Usisubiri nikufe ndio unaanza Biblia kule. Alikuwa mzuri. Na ndio maana mimi kama siku yake na kushuhudia, hata ukifa sitakushuhudia. Nitakushuhudia nini wakati uko hai sikushuhudia? Ni bongo unafiki. Kwa hiyo kama unaona niko na maisha ya neno, anza kunisifia depo nikingali hai. Usisubiri mimi nikishakuwa mkaburi ndio naanza frere. Alikuwa anajitahidi kabisa frere. Aliishi maisha mzuri ya Mkristo. Haitasaidia kitu, huo ni unafiki. Asema nabii. Branham dit il faut jeter la fleur à votre frère quand il est encore vivant. Kama ukingali hai, kama ndugu yako akingali hai, dada akingali hai, msifie kwa yale mema ambayo alikufanyia au ambayo alizihirisha ya neno, ya kutetea neno. Subiri mtu akufe ndio unaanza kuingia kwa Facebook. Frère alikuwa mzuri hivi na hivi. Shetani, toka pale. Ni unafiki. Nasikia dogo. Pata. Unaanza uzima wako wa milele papa hapa madhabahuni. Hapa ndipo unapoanza umilele. Unaanza uzima wa milele papa hapa. Ndipo unazaliwa mara ya pili. Mwana wa Mungu. Kisha unapokufa, unaanza ndoto. Wakati mauti yako yanakupiga katika mwili huu, na moyo unakoma kupiga, na magurudumu yasiyodumu yanaanza kusimama kimya, yaani kila kitu kinakatika ndani ya mwili wako. Ndani ya dakika 5 hivi. Unaenda unapoa. Nabii anasema wakati unapotoka sasa unaanza kuona kivuli. Unaanza kuona kivuli. Na magurudumu yasiyodumu yanaanza kusimama kimya. Hicho kivuli kidogo kilichokuwa kivuli cha kivuli, nasikia huko, katika sekunde moja kinakuwa kivuli cha kivuli, kisha kinakuwa kivuli, alafu tena kinakuwa kitone kidogo, alafu kinakuwa kijito. Nasikia nabii. Yaani wakati kama wewe umelala katika Kristo, unaanza kuona kivuli. Yaani unavyoendelea, kwa sababu huku watu wanawajawa wanalia, baba yangu hivi na vile, wanalia huko. Wewe tayari unaanza pambana upande wa pili kule. Na ndio maana watu wasiwa na sifia, alikuwa Mkristo, alikuwa vile. Nani alikwambia sasa kama alikuwa Mkristo, alienda wapi? Nani alikushuhudia? Mungu alikuonyesha kukwambia kama alienda kiwango cha 6? Branham anasema yule kijana tajiri, watu mhubiri alikuja kuhubiri pale, akasema huyu kila mtu anajua mitaani kama alikuwa kijana mzuri, ana tabia njema, alisaidia watu na nini. Wanamsifia hivi atakuwa katika kifua cha Ibrahimu, na huko anateseka, huko anasikia kiu. Mapastere wakulipo, ba mercenaire, bakutoa hotuba, watoa hotuba, les conférenciers. Anasema pale muasara tu pale mbele ya watu. Huyu bila shaka kabisa ameingia kiwango cha 6, ni mtoto wa Mungu, alikuwa ni frere mzuri, alikuwa dada mzuri, wala kisha alikuwa na ubiri, alikuwa na moyo mzuri. Utakuwa na hivyo vyote hata kama huna dhambi. Kama hapa huna uzima wa milele utaenda kuzimu hata kama hujawahi kufanya dhambi. Asema nabii. Akaanza mpamba yule kijana pale, alikuwa mtu mzuri, alikuwa mfanyabiashara. Ona ule, weka biashara yako kuneno wewe shetani wewe. Unaikalia kuzuba tu na ujinga. Akaanza pale kumbe huko anateseka huko. Iko kiwango cha 5 kwa shetani. Anateseka. Someni Biblia itakwambieni. Luka itakwambieni. Soma kitabu cha Luka itakwambia. Biblia inasema ndipo unaanza kuona kivuli cha kivuli. Kisha kinakuwa kivuli. Alafu tena kinakuwa kitone kidogo, alafu kinakuwa kijito. Kisha ndio unaona bahari. Nasikia huko unaanza kuona bahari. Unaona kwenye unaelekea. Ulishakuwa kiwango kingine vile.
Huku watu wanabakia wanalia kama uko kwa hospitali wanaenda kuangalia hauko pale tena. Siki. Nimesema wakati mauti yako yanakupiga katika mwili huu na moyo unakoma kupiga na magurudumu yasiyodumu yanaanza kusimama kimya, hicho kivuli kidogo kilichokuwa kivuli cha kivuli katika sekunde moja kinakuwa kivuli cha kivuli, kisha kinakuwa kivuli, alafu tena kinakuwa kitone kidogo, alafu kinakuwa kijito, alafu baadaye kinakuwa mto, inakuwa riviere, ndipo kinakuwa bahari. Na baada ya muda kidogo umesimama mbele ya wapendwa wako wanaosimama huko ngambo, wamevikwa mavazi ya mwili wa kimbinguni. Haiko Yesu ambaye anakuaga anapokea watu. Nikifika ngambo Yesu atani akawa hata bongo. Ule wimbo ni wa uongo, ni wa uongo. Nikifika ngambo ya pili wataka waniokoa, wataka wanilaki. Ni wandugu ambao wamevaa kanzu nyeupe ambao ni mwili wa kimbinguni teofani. Sikia na baiko mimi ni Branham. Alafu baadaye kinakuwa mto, ndipo kinakuwa bahari. Na baada ya muda kidogo umesimama mbele ya wapendwa wako wanaosimama huko ngambo, wamevikwa mavazi ya mwili wa kimbinguni. Hata mtajuana ninyi kwa nyinyi, mtapendana. Umebadilishwa ukawa kijana mwanamume na kijana mwanamke tena. Kweli kabisa. Unangojea kule hata kuja kwake Bwana Yesu. Unasubiri kule kiwango cha 6, mnamsubiri Yesu haja achukue kanisa. Unyakuo bado hujafanyika. Watu wako na ubiri aje? Oh, l'enlèvement déjà passé. L'enlèvement wapi? Branham di. Unapoingia kiwango cha 6, wandugu wanakuja kupokea wewe. Unabakia kule ukisubiri kuja kwa Yesu. Branham. Sikia. Na baada ya muda kidogo umesimama mbele ya wapendwa wako wanaosimama huko ngambo, wamevikwa mavazi ya mwili wa kimbinguni. Hata mtajuana ninyi kwa nyinyi, mtapendana. Mtapendana. Nasema nabii, umebadilishwa ukawa kijana mwanamume na kijana mwanamke tena. Kweli kabisa, c'est la vérité absolue. Ni kweli kabisa. Nabii anasema kweli kabisa. Unangojea kule hata kuja kwake Bwana. Branham na iko kiwango cha 6 anasubiri kuja kwa Yesu. Yesu asipokuja Branham hatafufuka kule. Nasikia? Nasikia dogo? Nasikia uzima huku? Nasikia? Yaani ukifa unaenda kiwango cha 6. Usifikirie kwamba eti ndio kunyakuliwa, hapana. Unasubiri Yesu akuje. Aje katika mwili wa utukufu, ili na wewe uko na mwili wa kimbinguni. Ukifufuka unachukua mwili ambao uko unafanana na yeye. Ndio pale maandiko yanasema kwamba tutafanana na yeye, tutakuwa na mwili wa utukufu kama wa kwake. Kwa hiyo walio kiwango cha 6 wa ndugu na wadada hadi leo Branham bote wanamsubiri. Paulo bote kuanzia kizazi cha kwanza wa Efeso bote wanamsubiri kuja kwa Yesu. Sasa unyako wako uko wapi? Shetani wewe. Umebadilishwa ukawa kijana mwanamume na kijana mwanamke tena. Kweli kabisa. Unangojea kule hata kuja kwake Bwana Yesu. Na siku moja huu mwili wake wa utukufu. Unasikia huko? Mwili wa nani? Wa Yesu. Atakapokuja atatoka mteofania ambaye iko kutrone. Unasikia vizuri?
Yesu iko mbinguni hivi ninavyokuambia. Yesu iko mbinguni na iko kwenye kiti cha enzi. Ile mamlaka ambayo alikuwa nayo iko nayo hadi leo. Yesu iko mbinguni akiwa na mwili wa teofani, lakini anafanya kazi hapa duniani katika umbo la Roho Mtakatifu kulingana na ahadi ya wakati wa mwisho. Alisema sitawaacha nyinyi yatima, nitawatumia nini? Roho wa kweli ambaye ndiye msaidizi. Na siku moja huo mwili wake wa utukufu. Sasa kumbuka, huo ni mwili wa kimbinguni. Huo ni mwili wa mbinguni, si ule wa utukufu. Mwili wa mbinguni. Na siku moja huo mwili wa mbinguni utaondoka mbinguni pamoja na Yesu. Unasikia Yesu Branham anavyosema. Yesu hivi iko mbinguni, iko na mwili wa nini? Wa kimbinguni. Teofani. Branham. Haiko Branham. Iko na mwili wa utukufu. Teofani yake Yesu iko nayo mbinguni. Sasa wakati akitoka kule kuja kutuchukua, kuja kufanya unyakuo, ndo anachukua mwili wa utukufu. Sisi ambao tuko hapa duniani tunageuzwa, na wale ambao kiwango cha 6 wanafufuka. Sikia. Na siku moja huo mwili wa mbinguni utaondoka mbinguni pamoja na Yesu. Kwa maana nawaambieni, Wathesalonike wa pili sura ya 5, ama Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mojawapo. Nawaambieni, sitaki msijue enyi ndugu habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana kama tunaamini Kristo alikufa akafufuka tena siku ya 3, vivyo hivyo wale nao waliolala katika Kristo Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa sababu twawaambieni haya kwa amri za Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwa Bwana hatutawatangulia au kuwazuia. Katika mabano, hili ndilo neno nzuri kabisa, kuwazuia. Hatutawazuia wao waliokwisha lala mauti, kwa maana parapanda ya Bwana italia, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Miili hii ya mbinguni, sikia, miili hii ya mbinguni itashuka ije ivae ya duniani miili ya utukufu. Unasikia vizuri? Huu mwili unapotoka unaingia kiwango cha 6. Wakati wa parapande kilia, Yesu anapokuja kuchukua kanisa lake, Branham anasema huu mwili wa kimbinguni au teofani, wa ndugu na wadada wakija, wa Branham wakija kule kuanzia Efeso, wakati wa Paulo, Ireneo, Colomba, Martin Luther, Wesley, Joseph Smith, Joseph Seymour, Pentecost, hadi wakati wa Branham, wote wanatoka viwango, kwa sababu kila watu wako kwenye milango yao. Ni milango 7, nyakati 7 za kanisa. Waefeso wako na mlango wake. Tunasikia vizuri? Na ndio maana leo kipindi cha Waefeso mlango wao ushakafungwa, ambaye alikuwa ni Paulo. Ireneo mlango wake ulifungwa. Martin Colomba, mlango wake ulifungwa. Colomba mlango wake ulifungwa. Luther mlango wake ulifungwa. Wesley mlango wake ulifungwa. Wesley ndo wa Methodist. Na ndio maana leo Mungu ashughulikii tena wa Methodist, kwa sababu wakati wa Methodist ushagaisha. Leo Mungu ashughulikie tena wa Pentecost, kwa sababu wakati wa Pentecost ushagapita. Leo Mungu ashughulikie tena wa Baptiste, wakati wao ushagapita. Balitere, Waluteri wote, Wanazarayo, Baptiste de Jehova, yote ishapita. Leo ni wakati wa 7, mlango wa 7 ambako kuko Branham, ndio mlango ambao uko wazi. Na ndio maana leo tunaendelea kuambia watu waje waamini ujumbe wa wakati. Mlango uko hapa, Frère Branham.
Mungu yuko anapiga tarumbeta hivi. Mkuje mwingie. Mlango haujafungwa, uko wazi, ujumbe wa wakati uko wazi, unakaribisha. Hata ulikuwa kuwa na dhambi za namna gani, njoo kwa Yesu atakusafisha. Unasikia vizuri? Ndio uko unasikia neno? Sawa. Tumalizie, wewe twende tumalizie, muda tunaisha. Sikia na binarudia hapa 71. Sikia Branham anavyosema. Paulo wa Korinto wa Tesalonike wa kwanza sura ya 5 ya unyakuo. Maana kama tunaamini Kristo alikufa akafufuka tena siku ya tatu, vivyo hivyo wale nao waliolala katika Kristo Mungu atawaleta pamoja naye. Kama sisi tunaamini Yesu alikufa na akafufuka siku ya tatu, ama kwa tafsiri nzuri, siku ya kuelekea ya tatu, maana hakufanya siku tatu chini ya ardhi. Kwa sababu kama alifanya siku tatu, ina maana alifanya masaa 72. Na unapofanya masaa 72 katika huu mwili wa udongo, mwili unaanzaka kuharibika. Na Paulo Daudi katika roho akasema, sitamwacha mtakatifu aone uharibifu. Hapo Nabii anasema kwamba ndani ya masaa 72, yaani ndani ya siku tatu, mtu anapokufa mwili unaanzaga kuharibika. Na kitu cha kwanza kuharibika kwenye mwili wa mwanadamu inakuanga ni pua. Pua ndio inaanzaga kufotoma. Inafotoma pua. Na ndio maana sehemu zingine Nabii alikuwa anaomba, anasema tuinamishe vichwa vyetu kuelekeza kwenye udongo ambapo sisi tulitoka. Na ndio maana mapua inaelekea kwenye udongo, kwa sababu vyote vilitoka kwenye udongo. Nabii anasema kama sisi tunaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka siku ya tatu, fasiri ya Abrahamu anasema Yesu hakufanya siku tatu mkaburi. Alifanya ile siku ya kutaka kwenda kutimia siku ya tatu, ndo akafufuka. Kwa sababu alikufa vendredi na saa kenda Kenzer ya kule Israeli. Ndo kwenye alikufa vendredi. Ndo maana inaitwa jour de victoire, kwa sababu alikufa pale anaweka alama ya victoire. Na akafufuka dimanche asubuhi 6h au 5h plutôt. 6h à 5h, 5h à 6h. Hapa saa 11 alfajiri Yesu akafufuka. Kwa hiyo haikukua siku tatu, kwa sababu siku tatu ni masaa 72. Tunasikia? Ilikuwa siku ya kuelekea siku ya tatu ndo Yesu akafufuka. Kwa sababu siku moja iko na masaa 24. Kwa hiyo ukifanya mara tatu siku ambazo alifanya, tunaweka hapa 12, ni 2 1. Hapa inakuwa 6 kuongeza 1 inakuwa 72. 72. Kwa hiyo Yesu hakufanya siku tatu. Kwa sababu siku tatu ni masaa 72. Na masaa 72 mwili wa mwanadamu mkaburu unaanza kuharibika. Kwa hiyo asingefanya haya masaa 72, mwili wa Yesu ungeharibika. Kwa hiyo ilibidi afufuke dimanche au Jumapili alfajiri, kabla ya kuenea saa kenda yenye alikufa, kwa sababu ingeenea masaa 72. Na angepinga maandiko hapa Yesu, kwa sababu Daudi tayari alikuwa anasema sitaacha mtakatifu wangu aone uharibifu. Hivyo hivyo wale nao waliolala katika Kristo Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa sababu tuwaambieni haya kwa amri za Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwa Bwana hatutawatangulia au kuwazuia. Branham anasema ndilo neno nzuri kabisa hiyo, kuwazuia hii. Hatutawazuia wao waliokwisha lala mauti, kwa maana parapanda ya Bwana italia, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Miili hii ya mbinguni itashuka ije ivae ya duniani. Miili hii ya utukufu ya teofani
ya kimbinguni hii. Natoa hapa tu muone tu ya kawaida. Hii wakitoka kiwango cha 6 kuanzia Efeso hadi Laodikia, wanachukua miili ya dunia hii ambao ni mwili wa nini? Wa utukufu, na ndio ule ambao Yesu alifufuka nao. Mwili ambao Yesu alikufa nao, ambao alikuwa hapa duniani wakati alizaliwa mtumbo ya Mariamu, alikuwa ni mwili wa sezelema, lakini ambao haukutokana na kujuana kimwili. Alikuwa na mwili kama wa wanadamu kila kitu, lakini haukutokana na kujuana kimwili ya baba na mama. Ulikuwa ni mwili ambao uko tofauti. Sasa wakati alipokufa, nafsi yake ilienda, roho ilienda kwa Mungu, nafsi ikaenda kuzimuni kwa ajili ya kukomboa wale ambao tena kwenye imani, ujumbe wa imani. Ndio kwa inabii anafafanua vizuri. Nafsi ilienda kuzimuni, roho ikaenda kwa Mungu. Mwili ukabakia wapi? Mkaburi. Sasa wakati alipofufuka ile Jumapili ya saa 11 alfajiri, yeye akachukua mwili wa dunia hii. Sio tena huu wa mavumbi. Huu mwili wa dunia hii ni mwili wa utukufu. God glorified, ndo alifufuka nao. Hakufufuka tena na ule wa sezelema, ule wa Mariamu, hapana. Na ndio maana wakati alipowatokea wanafunzi wakaanza shituka. Akasema huu ni fantome, huu ni mzimu. Akasema hapana, mnipe nikule, nipe samaki nikule, kwa sababu mzimu hautakula samaki. Akakula, na ndio maana mwili wa utukufu tutakula. Ni mwili ambao unakulaka, na ambao ndio tutakuwa nao mu Yerusalemu mpya, ndio tutaishi nao umilele, mwili wa utukufu, kwa sababu tutakuwa tunakula. Sikia, miili hii ya mbinguni itashuka ije ivae ya duniani. Miili hii ya mbinguni itashuka ije ivae ya duniani. Virgile, miili ya utukufu. Corps glorifié. Kisha sisi tulio hai na tuliosalia tutabadilishwa kwa dakika moja, kufumba na kufumbua. Kisha tutanyakuliwa pamoja nao ili tumlaki Bwana hewani. Na Bwana abariki hao machache. Tunamaliza. Tutakuja kusoma tena siku kesho. Mungu akisaidia tutafanya ibada tena Jumamosi. Mungu akitupa uhai, akikubali, tupe kibali, tutakuja tena kumwabudu katika roho na kweli, pamoja na mtumishi wake nabii, tukimsoma hapa kwa ajili ya kubariki nafsi zetu. Tusimame.